Jina lake halisi ni Mariam Ali Semboga, mama lishe na mmiliki wa mgahawa huu wenye jina la Msiga Chai na Chakula. Kila siku hulazimika kuamka saa 10 alfajiri kwa ajili ya maandalizi katika mgahawa wake. Anasema kwa siku hutumia wastani wa ndoo 8 mpaka 9, sawa na lita 180 za maji. Bi Mariam anasema shughuli za mamalishe zinahitaji maji, na siku akikosa maji kwake ni mtihani. Yaani sipokuwepo maji kwa shughuli zetu hizi inakuwa mtihani. Kwanza tunanunua maji mbali na kwa gharama. Tunakodi pikipiki kwa kuchota maji. Yaani kwa gharama hizi aiza pikipiki kwa kuta tunaweza tukatumia hata maji ya shilingi 10,000. Tunashukuru kwa sasa hivi tumepata maji yamefunguliwa sasa hivi hapo. Tunashukuru. Wazalishaji na wasambazaji wa huduma za maji vijijini Ruwasa mkoa wa Pwani wana jukumu la kuhakikishia wanavijiji huduma ya maji kuwa ni ya uhakika. Sio tu mamalishe. Wananchi mbalimbali wana shughuli zao binafsi za kiuchumi, lakini wananchi hao wanahitaji huduma ya maji. Kwa hiyo sisi kama Ruwasa tuna haja ya kuweza kuwapa huduma hiyo ya maji, na tunajitahidi kwa asilimia kubwa. Mkoa wetu wa Pwani, asilimia kwa maana ya wastani ya watu wanaopata huduma wananchi waishio vijijini ni asilimia 83.1 kwa wananchi wote, na hiyo ni kwamba kwa wilaya zote 7 za mkoa wetu wa Pwani. Abdalla Msati ni afisa maendeleo kutoka Ruwasa. Anasema ili mradi uwe wa kudumu, wanakijiji hawana budi kuulinda na kutunza vyanzo vya maji. Ambapo moja jukumu langu ni kuanza kuhamasisha wananchi kuanzia hatua ya mwanzo ya kuibua mradi katika hatua ya ushiriki katika ujenzi, na pindi mradi unapokamilika basi na washirikisha wananchi katika kuhakikisha wanausimamia na kuendesha mradi wa maji. Kwa sasa upatikanaji wa maji maeneo ya vijijini mkoa wa Pwani ni 83%, huku miradi ya mabilioni ya fedha ikiendelea kutekelezwa, ikiwemo mradi wa programu ya visima 900. Khalid Gangana, TBC, Pwani.